lake la kuharibu madaraja na vinu vya kuzalisha umeme nchini Iran. Anasema iwapo Iran haitafikia kile ambacho amekiweka au masharti aliyoyaweka leo Jumanne usiku na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, kutakuwa na uharibifu mkubwa wa miundombinu ya kiraia ya taifa hilo. Zaidi na David Nkia. Akizungumza katika mkutano na wanahabari katika ikulu ya White House, Rais Trump amesema nchi nzima inaweza kuharibiwa ndani ya siku moja ikiwa hakuna makubaliano yoyote yatakayofikiwa. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimesema serikali yake imekataa mapendekezo ya kusitishwa kwa mapigano na kutaka badala yake kukomeshwa kabisa kabla ya kufungua tena njia muhimu ya maji ya Hormuz. Pakistan imekuwa ikifanya kazi kama mpatanishi kati ya pande hizo mbili. Trump amesema kwamba raia nchini Iran wanataka Marekani na Israel iendelee kuishambulia nchi yao. They would be willing to suffer that in order to have freedom. Wapo tayari kuteseka ili wapate uhuru. Tumekuwa tukifanya mashambulio mengi. Wanasema tafadhali endelea kupiga mabomu ambayo yanaanguka karibu na nyumba zao. Tafadhali endelea kupiga mabomu. Na hawa ni watu ambao wanaishi mahali palipo na mabomu yanalipuka, na tunapoondoka bila kupiga maeneo hayo wanasema tafadhali rudi. Sijui wanafanya nini. Ninachoweza kukuambia ni kwamba wanataka uhuru. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. Mkutano wa waandishi wa habari wa Trump uliofanyika pamoja na Jenerali Dan Kane ambaye ni mkuu wa wafanyakazi pamoja na waziri wa ulinzi Pete Hegseth unakuja siku chache baada ya wanajeshi wa Marekani kufanikiwa kuwapata wafanyakazi wawili wa ndege ya kivita iliyotunguliwa kusini mwa Iran. Ingawa matamshi mengi ya Trump yaliangazia kile alichokitaja kuwa ni uokoaji wa kishujaa wa wafanyakazi wa ndege hiyo, kwa mara nyingine alirudia onyo lake kwamba Marekani inaweza kuishambulia miundombinu ya kinishati ikiwa mlango wa bahari wa Hormuz hautafunguliwa tena ifikapo Jumanne. Licha ya Iran kukataa mapema matakwa ya Marekani, Trump ameendelea kueleza matumaini yake kwamba Iran ilikuwa ikijadiliana kwa nia njema baada ya safu mtawalia za viongozi wa Iran kuuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Ni taarifa yake David Nkia. Wakazi wa jamii ya Arkon katika jimbo la Kaduna nchini Nigeria wamepinga ripoti rasmi kwamba makumi ya watu waliotekwa nyara wakati wa ibada ya Pasaka wameokolewa. Watu wenye silaha walishambulia kanisa la Evangelical Church Winning All ACWA siku ya Jumapili na kuwa watu 5 na kuchukua waumini kadhaa, kulingana na ripoti za ndani kutoka katika eneo hilo. Lakini raia wanasema wengi waliotekwa nyara bado hawajulikani walipo. Zaidi na Robert Kipto. Kwa mujibu wa rais wa shirika moja la kiraia katika jimbo la Kaduna, Daktari Joseph Ariko, hadi sasa hakuna mateka yoyote ambaye amekombolewa na maafisa wa jeshi la nchi hiyo. Ariko amesema kuwa kwa ufahamu wao mateka wote wangali mikononi mwa magaidi ambao waliwateka siku ya Jumapili. Amehoji tangazo la jeshi la nchi hiyo kuwa wamewakomboa mateka 32. Ariko amesema hakuna mtu hata mmoja amekombolewa na ameitaka jeshi la nchi hiyo kutoa majina ya watu wanaodaiwa kukombolewa. Ariko amesema kuwa siku ya Jumapili mwendo wa saa 2 za usiku, mmoja wa Wakristo hao waliotekwa nyara alimpigia simu jamaa wake na kumthibitishia kuwa wamepelekwa katika eneo maalum na watekaji nyara hao. Akiongea baada ya kushauriana na wakazi wa eneo hilo, Kasisi John Hayab wa chama cha Wakristo nchini Nigeria pia alielezea mashaka yake kuhusu madai hayo ya jeshi la Nigeria. Hayab amesema kuwa hadi sasa hawana ripoti yoyote ya mtu yoyote kuokolewa, na amehoji kuwa ikiwa watu hao wamekombolewa, jeshi la nchi hiyo wamewapeleka wapi? Watu 35 walitekwa nyara, wakiwemo wanawake, vijana, wanaume na watoto waliokuwa wakihudhuria ibada ya Pasaka. Lakini siku ya Jumapili jioni, jeshi la nchi hiyo lilisema kuwa watu 31 walikuwa wamekombolewa baada ya jeshi la nchi hiyo kukabiliana na magaidi hao. Jeshi lilisema kuwa makabiliano makali ya risasi ilitokea kati yake na magaidi hao, hali iliyowafanya magaidi hao kukimbia na kuwaacha mateka hao na miili ya wale waliokuwa wameuawa. Ni taarifa yake Robert Kipto.
Tuangazie masuala ya sayansi ambapo wanaanga wanne wa misheni ya NASA ya Artemis 2 waliruka Jumatatu hadi mahali pa juu kabisa angani kufikiwa na mwanadamu yoyote. Wanaanga hao wanne wa Artemis waliweka rekodi mpya ya safari ya anga ya juu zaidi walipokuwa umbali wa juu ya maili milioni 2,048 kutoka duniani uliofikiwa mwaka 1970 na Apollo 13 baada ya hitilafu ambayo ingepelekea kukatisha safari hiyo na kuwalazimu Lovell na wafanyakazi wenzake wawili kutumia mvuto wa mwezi kwa usalama ili kuwasaidia kurejea duniani. Hapo awali, udhibiti wa misheni huko Houston ulitangaza wakati chombo cha anga cha Orion kilipoingia katika eneo la mwezi. This is Artemis mission. Huu ni uthibitisho wa misheni ya Artemis huko Houston, Texas. Hivi majuzi tulipata uthibitisho kwamba chombo cha anga za juu cha Orion na wafanyakazi wake wameingia rasmi katika eneo la mwezi. Kwa kufikia hatua hii muhimu, ina maana kwamba nguvu za uvutano za mwezi sasa ni kubwa zaidi kwenye chombo cha anga za juu cha Orion kuliko kile cha dunia. On the Orion spacecraft than that of Earth. Na ni umbali wa maili 200,048 na si milioni 2,048 kama nilivyosema hapo awali. Lakini ikiwa kila kitu kitakwenda sawa kama kilivyopangwa, Orion itasafiri kuzunguka upande wa mbali wa mwezi na kushuhudia kutoka takriban maili 4,000 juu ya uso wake wenye giza unapofunika dunia unaonekana kuwa ukubwa wa mpira wa kikapu, kwa sababu mwezi huzunguka kwa kasi ile ile unapozunguka dunia. Upande wake wa mbali huelekea umbali mkubwa kutoka dunia ilipo, na ni wanadamu wachache ambao pekee yake wameweza kutembelea, ikiwemo wafanyakazi wa Apollo waliozunguka mwezi wakati wa misheni zao wamewahi kutazama moja kwa moja kwenye uso wake. Mara ya mwisho wanaanga kutembelea juu ya mwezi ambao kufikia sasa imefanywa na Marekani pekee walikuwa ni kutoka kwa bwana Apollo. Taarifa hiyo msikilizaji, unaweza pia ukaisoma kwa kina zaidi katika tovuti yetu na pia ukaangazia katika mitandao yetu kuhusiana na wanaanga hao wanne waliokwenda huko kuangazia mambo yalivyo na kuweka rekodi katika safari hiyo ya maili 200,048. Na sasa moja kwa moja nina mwananga mwingine. Basi tuenzetu angani, David. Ninaenda anga za mbali kabisa. Sikola Kisanga, bila shaka hujambo na msikilizaji, vile ulipo. Man City imetinga hatua ya nusu fainali ya kombe la FA kwa wanawake ugenini dhidi ya Chelsea kwa ushindi dhidi ya Birmingham City ya daraja la pili. Khadija Shaw alifunga bao la mapema kwenye mchezo na kuwapa timu yake ushindi baada ya Imam Bane kunao mpira kwenye eneo la hatari. Kama ilivyotarajiwa dhidi ya timu kutoka daraja la chini, Man City walikuwa wakitawala mchezo huo kwa muda wote na kufanya vizuri. Leo hii kutakuwa na michezo ya mtoano wa klabu bingwa barani Ulaya Skola, ambapo Real Madrid watacheza dhidi ya Bayern Munich, mchezo mkali kabisa huu, huku Sporting CP pale Ureno ikiwa ni wenyeji wa Arsenal ya Uingereza. Kwingineko, Sir Craig Reid, mwenyekiti wa zamani wa chama cha Olympic cha Uingereza pamoja na wakala wa kupambana dawa za kuongeza nguvu duniani WADA, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 84. Reid aliongoza BOA kati ya mwaka 1992 na 2005 kabla ya kuwa rais wa tatu wa WADA, akihudumu kutoka mwaka 2014 mpaka 19. Akiwa mwenyekiti wa BOA, alikuwa sehemu ya zabuni iliyofaulu ya London ya michezo ya Olympic mwaka 2012 na Paralympic vile vile, na akaendelea kutumika kama mkurugenzi wa kamati ya maandalizi ya hafla hizo mbili. Pia alikuwa mjumbe wa bodi ya utendaji ya kamati ya Olympic kati ya mwaka 2010 mpaka 12 na makamu mwenyekiti kati ya mwaka 2012 mpaka 16 na makamu wa rais vile vile. Kwingineko, Chelsea wanaweza kumsajili kipa wa Sunderland Robin Roth mwenye miaka 23 kuchukua nafasi ya Robert Sanchez. Bayern Leverkusen wanataka kumbakiza mshambuliaji Jan Diomande mwenye miaka 19 na kuongeza mkataba wa mwaka mmoja licha ya kusakwa na vilabu kadhaa. Beki wa Tottenham Hotspur Luka Vusovic mwenye miaka 19 anayekipiga kwa mkopo klabu ya Hamburg SC amesema anaweza kurejea White Hart Lane licha ya kusakwa na vilabu kadhaa barani Ulaya. Liverpool naona wanamtolea macho kama vinga. Kwa sababu wanataka kuboresha kikosi chao ambacho kwa msimu huu wanasema kwamba bado hakijafanya vizuri, hata wachambuzi wanaona kwamba hakijafanya vizuri, na pia kuna uwezekano baadhi ya wachezaji kadhaa kuondoka, ikiwemo mtu kama Mo Salah na wengine wengi. Kwa hiyo
huenda akaenda pale. Tusubiri tuone itakavyokuwa. Na kwa ufupi kabisa, mwingine ni kwamba kiungo wa Aston Villa Amadou Onana anaweza kuondoka kwa dau kubwa, huku Manchester United ikiwa ni miongoni mwa vilabu vinavyomtaka. Skola, kama ulifuatilia michuano ya AFCON nchini Morocco, kuna yule mshabiki wa DRC kwa kinyosha mkono hivi kama Patrice Lumumba. Sasa wachezaji wa timu hiyo wanataka aende kwenye kombe la dunia ili akawape morali, na wanataka timu mkono wake mtoka ndio morali yenyewe hiyo sasa. Shukrani David. Matangazo ya asubuhi ya Amka na BBC. Habari kuu ni pamoja na Rais Donald Trump amepuuzilia mbali wasiwasi kuhusu uwezekano wa kufanya uhalifu wa kivita, akisisitiza tishio lake la kuharibu madaraja na vinu vya kuzalisha umeme nchini Iran. Hii tu ni ikiwa mlango bahari wa Hormuz hautafunguliwa. Wakazi wa jimbo la Kaduna wamepinga maelezo ya jeshi kwamba wamekomboa Kristo waliotekwa nyara zaidi ya 31 siku ya Jumapili. Na bei ya nishati inaendelea kupaa duniani, lakini Afrika ina visima na mafuta, mbona ni kama vinaonekana havina faida? Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza, msikilizaji, idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimia saa 12:16 asubuhi Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu, sawa na saa 1:16 asubuhi Afrika Mashariki. Mimi ni Skola Kisanga. Serikali ya Cambodia imesema itaondoa biashara haramu ya kimataifa ndani ya mipaka yake ifikapo mwishoni mwa mwezi huu Aprili, baada ya shinikizo kutoka kwa nchi kama China na Marekani. Uwepo uhalifu uliojengwa na wafanyakazi wenye nguvu inayoendeshwa na mashirika ya uhalifu ya Uchina imeongezeka katika eneo la kusini mashariki mwa Asia, na pia kulaghai watu kote ulimwenguni mabilioni ya dola, ambao kwa makadirio mengine yanachukuliwa kuwa ni nusu ya uchumi wote wa Cambodia. Mwanahabari wetu Jonathan Head alichukuliwa na jeshi la Thailand hadi kwenye kambi iliyotekwa wakati wa vita vya mpakani mwa Thailand na Cambodia mwaka uliopita, na kutoa picha ya karibu ya biashara hii yenye faida kubwa lakini pia ni dhulma. Na taarifa yake hii hapa inawasilishwa na Isabella Mwagodi. Tumesimama kwenye lango la jengo hili la kasino katika mpaka uliotelekezwa sasa kati ya Thailand na Cambodia. Jenerali Surasonkong Suri anaelezea kile anachokaribia kutuonyesha upande wa pili wa lango la mpaka. Pande zote mbili za jengo hili la kasino zina vituo vya utapeli. Jeshi la Thailand liliteka majengo mawili ya kasino kwa Cambodia mwezi Disemba mwaka uliopita. Walichokikuta kilikuwa ni msururu wa majengo ambapo wafanyakazi walioletwa kutoka kote ulimwenguni walikuwa wakiendesha mipango ya utapeli wa mtandaoni. Jenerali Surasonkong Suri anaelezea. Kwa kweli tulishtuka, hatukutarajia kama tutapata kituo cha utapeli cha kiwango kikubwa hivi kikiendeshwa katika kituo hiki. Tunaingia ndani ya jumba hili. Haya ni majengo makubwa sana yenye ghorofa kadhaa. Kuna takataka kila mahali na ishara ya vurugu iliyotokea hapa. Chupa za bia, sahani ambazo bado zina mabaki ya chakula, na kulingana na ukubwa wake maelfu ya watu walikuwa wakifanya kazi hapa. Sasa pamewachwa kabisa wazi. Ukubwa wa operesheni hii unastaajabisha. Kila chumba kina mazingira yaliyotengenezwa mahususi ili kuwashawishi waathiriwa kutoa akiba zao za fedha. Katika chumba kimoja kuna kofia 2 za polisi wa Vietnam zinazoonekana kutumika kama ushawishi kwa wale waliokuwa wakitapeliwa. Jengo limeharibiwa vibaya na mashambulizi ya mizinga ya Thailand. Paa limebomolewa na jua linaingia ndani. Unaweza kuona rundo kwa rundo la nyaraka zenye orodha za mamia ya nambari za simu za watu waliotapeliwa. Hizi zote ni nambari za simu za Vietnam na zipo nyingi sana. Wafanyakazi wa utapeli walikimbilia kuokoa maisha yao wakati serikali ya Thailand walipoanza kushambulia jengo hili. Hapa sasa naingia katika chumba kilichojaa vibanda vya muda vyenye kuzuia sauti. Kuna labda viti 8 kwenye kila mstari ambavyo miezi michache iliyopita vilikuwa vimejaa wafanyakazi kutoka nchi mbalimbali. Na kwa kuzingatia lugha ya Kireno hapa iliyotumika katika chumba hiki kilikuwa kinawalenga waathiriwa kutoka Brazil. Mfanyakazi wa zamani kutoka Uganda anaelezea operesheni hiyo. Tuliposikia bomu, hata jengo wakati mwingine lilikuwa likitikisika na kutetema. Tulifanikiwa kuwasiliana na Wilson, kijana huyo wa Kiganda ambaye alikuwa akifanya kazi katika kambi hiyo ya utapeli wakati mapigano yalipoanza.
Sasa yuko katikati ya mji mkuu wa Cambodia akijaribu kutafuta njia kurudi nyumbani. Alielezea utawala usio na huruma ulioendeshwa na wakubwa wake wa China. You're supposed to get someone who would deposit. Unatakiwa kupata mtu ambaye ataweka angalau $5,000. Ukishindwa kufanya hivyo, unaadhibiwa. Baadhi ya watu walipigwa na shoti za umeme. Wengine waliwekwa kwenye chumba cheusi. Kuna chumba wanachokiita chumba cheusi ambapo kuna mateso mabaya sana yanayofanyika huko. Baada ya miaka kadhaa ya kukataa tatizo hili, serikali ya Cambodia mwaka huu imekuwa ikivamia maelfu ya kambi za utapeli kutokana na shinikizo la kimataifa linaloongezeka. Waziri Mkuu Hun Manet anataka ulimwengu kuamini kuwa ana